Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Pia Aisha. Karibu. Shem, unajua unachokifanya unakosea. Unamkosea sana Mwenyezi Mungu. Ndio kwanza tupo kwenye 10 la pili. Kwa hiyo ina maana zile funga zako zote ni bure. Unamchukua mwanamke unakaa naye ndani mnazini mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sio tu kuzini. Uko na mwanamke ambaye hajui kujistiri, hajui chochote kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu. Na wewe unaelewa kila kitu. Unashindwa kumuelekeza. Dada, kama sijakosea, wewe ni Muislamu. Tena Muislamu aswa. Mwezi huo mtukufu wa Ramadhani ndio kwanza tupo 10 la pili. Umeshindwa japo tu kujistiri. Hata kama sio kujistiri, hizo nywele umeshindwa hata ukachana tu nywele zako za kawaida ukafumua hizo rasta. Na unajua kabisa sheria yetu ya dini ya Kiislamu, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa kumrudia Mwenyezi Mungu. Dada, tusiingiliane kabisa. Unanipangia maisha yangu. Haya ni maisha yangu mimi. Nimeachagua mimi mwenyewe. Wewe ni nani? Sikiliza. Sitaki uniingilie kwenye maisha yangu mimi. Na kingine, wewe kilichokuleta hapa ni nini? Kilichokuleta hapa ni nini? Usiniingilie maisha yangu. Pita na zako na mimi nipite na za kwangu. Sisi ni Waislamu. Waislamu ni ndugu. Ndugu katika imani na ndugu pia hata katika damu. Kwa hiyo kukumbushana ni muhimu. Nilikuwa nakukumbusha ili kesho na kesho kutwa mimi nitakapokwenda huko kwa Mwenyezi Mungu lazima nitaulizwa swali kama hili. Ulimuona msichana mwenzio katika mavazi yale? Je, ulimkumbusha? Shemeji, wewe ndo unatakiwa kuongea naye msichana na kumbadilisha kama kweli una nia naye. Ila kama una nia ya kumchezea utamwacha ateketee. Lakini kama una nia naye utamwambia abadilike. Unaposingizia mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo ulomfuata hapa amekuoa? Amekuoa? Wewe unajua nimepata nani? Kwa sababu wewe hujui ya kwangu. Alafu mimi niko tofauti na wewe. Nilikuwa naongea kwa ajili ya shemeji yangu. Sasa shemeji, kwani mimi kosa langu nini? Au kosa la ubinti nini? Alafu uliyemfuata ni brother. Kwani wewe hapo umeolewa? Lakini mimi nilishai kuwafuata hata siku moja huko ndani kwa kuambia chochote. Haya mengine tu ni maisha yetu binafsi. Jaribu basi kuangalia, basi hataki kuingiliwa. Sijawahi hata siku moja nikaja nikaingia huko ndani kwenu. Hata siku moja sijawahi kuingia kwenye chumba chake kwa sababu najiheshimu na ninamuogopa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe unajua, usiongee kiunafiki. Sawa, wewe umemfuata brother. Ongea naye mmalizane, lakini sio kuangalia na mambo mengine. Brother! Brother! Kuna mgeni wako bwana huko. Upenze. Umenasa kwenye mtego wangu. Na sikuwahi kufikiria kama unaweza kaja hapa ndani. Kwa nini kumaanisha mimi nilikuwa mnyama uko unaniwinda? Habibi, usingizi ndo kitu nakosa mpenzi, na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali mpenzi wangu we. Nusu kaputi nusu mgonjwa nazidi wao baby, na sindano yako ndo yanitosha kutibu yangu maradhi. Penzi lako liko mama, penzi lako baby we, penzi lako mama we. Ingia mulu nyota na bara mwezi,
vimulike mchana, ili watu one isi tunapendana. Ajali ya mapenzi moyo umegongana. Ajali ya mapenzi. Kwa hiyo ina maana mimi nimesimama mbele yenu na bado naendelea kuimba. Ndio maana yake nini? Ni dharau au vipi yani? Mbona nyumba imekuwa kama ni sehemu ya dangulo yani? Mbona kama pamekuwa ni sehemu ambayo haieleweki yani? Unaimba nyimbo sauti kubwa na unajua ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huyu jamaa amekaa anamkumbatia mwanamke na wanacheza. Wewe Mswahili. Umemjibu nini mke wangu? Brother, mimi mwenyewe nashangaa. Yeye amenikuta mlangoni na shangaa anaanza kunibwatukia na kunitukana. Mimi sielewi shida ni nini. Kweli shemeji. Mimi sielewi. Wewe nikwambie kitu kidawa hajaye kudanganya hata siku moja. Sio mwanamke muongo yule. Hata siku moja hajaye kudanganya. Alafu mwambie na wewe mwanamke wako. Mpumbavu ambaye hajielewi. Wewe unavyozani wewe atakuja kukua wewe? Ana malengo na wewe. Ikiwa mpaka mwezi wa ibada anacheza na wewe, atakuja kukua wewe. Na wewe kwa nini unamjibu vibaya kidawa? Wewe. Nioneni hivi nazungumza na ndacheka. Mimi ni adui kuu, mimi ni mtu mbaya. Toka miguuni kwa jiko besi mpumbavu wewe. Unawa miguuni? Naongea na unawa miguuni? Pumbavu wewe. Una wazazi wewe? Hujalelewa kwenu? Wewe beshi. Mimi nacheka na mtu mara moja lakini kibadilika na kuja kuwa mtu mbaya. Jovin yuko wapi hapa? Jovin yuko wapi? Jovin amepumzika huko chumbani. Na mwanamke, si ndio? No. Sina maana hiyo. Maanisha kuwa ulinisumbua sana, ulinipiga chenga kona kibao. Hadi leo nimekupata. Acha maneno mengi. Kumbe imekuwa guest sasa huko ndani. Kila mtu anafanya ujinga wake. Mwambie Jovin na nyinyi pia mkiwepo huko ndani. Yaani mashetani yangu ndo anaanza kucheza sasa hivi kichwani. Ndio mashetani yanaanza kukua. Asa nitawaua wenda wazimu wote. Yaani nyinyi wanawake nitawaua wote. Amnijui mimi paka nyinyi. Nitawachoma visu niwaue wote. Natoa dakika 10 tu nisimkute mwanamke huko ndani. Itakuwa ni sehemu ya bucha. Nitaua kila mmoja. Kenge nyinyi. Mnavuruga amani ya nyumba yangu. Malaika wanashindwa kuja kwa sababu yenu nyinyi wajinga nyinyi. Eti mbona wewe unakuja kwa bro? Mimi kidawa hata siku moja sije kugusa mwili wake yule mwanamke. Anajiheshimu yule ustaz za watu. Wajinga wakubwa ni. Aise. Hamnijui ni mbwa. Ninakuja nikienda nikirudi nikija tena hapa. Mimi naua mtu. King Black Fire. Nani? We nani? Hautaki kusema Oa mzee baba. Beshi, nakuja. Nipe dakika moja tu. Jamani, nakuja. Sikia sasa. Mwanangu Jovin. Nakwaje beshi? Katika siku ambazo nikasema leo mzee Nyande Mandevu katibuka leo. Unajua kuna time tumekaa pale nini na tunasangalai. Akaja na yule mke wake sijui mpenzi wake yule ni amejuba yule. Ndio. Sasa huyu Mswahili huyu kuna maneno alikuwa anaongea na mpenzi wake kwa amemtibua. Kwa alichokisema ametoa dakika hizo dakika 2. Kwa hiyo dakika 2 inabidi asione mtoto wa kike yoyote na sio nini ni kuanzia leo hataki mtoto wa kike. Kama una vipengele vyako inabidi ufanyaje? Ujuane juu kwa juu. Na hiyo ni sababu ya mwezi wa Ramadhani. Sikiza nikwambie beshi. Udemu mwanangu mimi kitambo sana na msandio. Umeona Na leo hapa demu kaingia line. Alafu sasa mazingira yangu yenyewe mimi sijafanya. Umeona? Sio kuja kunipiza taarifa mwana. Sasa mwanangu wewe umeingia tangia siku saa ngapi la ina maana hajakubali au convince action yako ndogo, si ndio?
mwenyewe mwanangu zishi no. Sasa hapo ushafeli. Yaani cha msingi, unaona shemeji huyu? Yaani mwanangu jitahidi. Ndani ya dakika hizo akashatoka. Yaani piga huo garagaza. Asikukute kwa sababu atapita chumba mpaka chumba kufanya patrol. Usifeli mwanangu Jovi. Sasa mwanangu Beshi, sikiza nikwambie mwanangu. Yaani mazingira hayo kwa sababu kwamba mimi nakataa, umeona na huu mwezi wa Ramadhani demu ndo kaja kukubali mwezi wa Ramadhani. Unadhani mimi ningefanya vipi? Maana kashinda kuvumilia, mikabili nimuite. Nimemuita ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu demu kitambo mimi namtafuta na muinda, mwisho wa siku ingia line. Umeona? Sasa blaza akija kusema kwamba si hataki kuona demu, mimi mazingira ndo kasielewi mwanangu. Kweli tena. Nisikilize mimi. Yaani wewe force mazingira yote mtoe kwanza sijui. Atakuwa sikia sijui. Ila afanye nini? Mazingira umtoe. Ukishamtoa mwingine atasolve, lakini kwa leo tumsikilize kwanza, baadaye tunakuja na wazo lingine. Unajua sisi watawa nini? Basi. Au vipi? Poa mwanangu. Hivi nikila hakikisha unamtoa huyo. Namtoa. Basi poa. Fresh mwanangu, fresh. Sasa msoi. Mimi nafikiri tufanye kama blaza alivyofanya. Watoto wa kike tuondoe. Sawa. Hebu sikiliza kwanza basi. Samuel umevaa tena vipi? Na wakati unajua kabisa kwamba mimi mtu mzima lazima nitoke kusolve mambo ya ndugu zangu. Unajua tena wameniita kwenda kuzungumza kidogo, kuweka mambo sawa. Kwa sababu bila mimi mambo hayawezi kuwa sawa hapa nyumbani. La wewe. Mambo gani ya kusolve? Hao ya kutaka kuja kuwao humu ndani? Hivi kumbe umesikia? Anakuata. Umesikiza nikwambie basi. Hayo mazingira ungeachana nayo. Kikubwa kwamba tuendelee na jambo letu, kusoma mwenyewe sikumalizia. Unajua tena. Mambo gani? Umeshanoa visu au? Hebu sikiza nikwambie ule. Baba mimi kwa wangu naupenda. Sasa hivi maisha yenyewe mafupi Hebu nisikize basi. Hebu subiri kwanza. Subiri basi na nikwambie. Wewe achana, wewe ni blaza yangu. Unajua ukishakuwa mtu mzima lazima tumsikilize. Sisi usije ukatoka mudi kwa sababu ya vitu sawa. Wewe shoga yangu, haki ya Mungu tumeisha. Mimi naogopa mwenzio. Ona, mimi nakaa Mbezi. Saa 7. Unadhani naenda na nani? Mambo nyashanuka hivi. Yule baba kasema atatua. Kasema atatudumbukiza mabisu. Hivi unadhani mimi nikidumbukizwa mabisu mimi nitafanyaje? Mamangu nitamwacha na nani jamani? Mamangu si hataria sana, mimi naogopa. Tunafanyaje sasa rafiki yangu? Mimi naogopa mwenzio. Acha mapepe basi. Yaani mimi leo nimekutoka. Kwani wewe humwamini bwanako? Kwa wewe huogopi? Namwamini lakini usimwone mwana wangu mwenyewe alipokuwa mpole. Kasema wewe kakaa kimya tu. Pole. Unaona yule bwanangu mimi Mr. Bacha. Hata sishtuki nikiwa naye. Ninavyokuambia hivi, hata mshipa wangu wote ule hujatikisika. Nini? Mbona mlishtuka? Nani kashtuka? Na mheshimu tu kwa sababu kasema niinuke. Hata nisingeinuka. Sasa vipi mbona ndoto kama hivyo lakini sisi kama nakutoa. Sasa unavyoenda na mtona nitoa muda gani utanitoa? Hujamsikia kaka yako alichosema? Asikiza nikwambie, maneno tu ya kuharibiana, umeelewa? Yaani ule pale blaza ule. Hii nyumba sio kama ni nyumba yake. Hii nyumba ni yetu sote. Hii nyumba ni ya ulisi. Hivi Joven, hujasikia alichosema kakako? Unasikia kichongelea? Masikio nimeziba, nilivaa pamba. Wewe hujasikia hapa mimi ndio hujasikia. Asikiza nikwambie, umesikia? Yaani kukaa hapa ndani sio kwamba mimi nashinda kupata chumba, umeelewa? Hii nyumba tu ya ulisi, kwa hiyo lazima na mimi niishi hapa. Wewe kama umesema una uwezo wa kumiliki ghetto, basi tafuta ghetto, utanitafuta. Mimi nipo. Sana bana, wewe usiondoke, usifanye hivyo bana. Afu hiyo maneno tu ya ndugu zangu muda mwingine yasikufanya ukashinda kunisikiza mimi, umeelewa? Hivi unajisikia unachosema wewe? Yaani mtu kashasema au mimi nimesikia vibaya au umesikia tofauti? Au sikiza nikwambie basi. Sio basi hata angalau nivae shati nikutoe basi. Wewe muda wote unasema uvae shati, kinachokuchelewesha nini muda wote? Wewe usiuka leo ukasikia maneno kwa kama zile. Zile ni sababu. Joven killer. Kama kawaida. Nyama.